tumelinda matokeo, cha muhimu kupata pointi 3, tumechukua pointi 3. Hauwezi kuwa bingwa, lazima uvune pointi 3 kila mechi. Na tumebakiza michezo mitatu. Ili tuwe mabingwa lazima michezo mitatu yote tufanye nini? Tushinde. Tukipoteza mchezo wote hatuwezi kuwa bingwa. Tukisale mchezo wote hatuwezi kuwa bingwa. Kwa hiyo ni lazima sisi tushinde kila mchezo kivyo vyote. Yani kivyo vyote lazima mpira yani lazima mechi sisi tushinde. Wewe ndio utaamua tushinde vipi, lakini sisi lengo letu kuchukua pointi ngapi? Pointi 3 kama tulivyochukua leo kwa Singida. Kocha wa Singida amelalamika, amesema ile ilikuwa penalty free, wamenyimwa penalty na mwamuzi usafiri. VAR wangejaribu kutafuta VAR wakaangalia vizuri kama penalty. Ujue kwa nini duniani umewekwa mfumo wa VAR? Unapoweka mfumo wa VAR tafsiri yake sahihi unaenda kujilizisha ile tukio lako, si ndio? Unaweza kuona tukio kweli penalty, lakini ukiangalia katika VAR unakuja kugundua kweli haikupaswa kwa nini penalty. Mtu wa mwisho sisi tunamwamini referee. Kama referee kasema sio penalty, mimi siwezi kuhukumu kwamba ile nini ni penalty. Kwa nini Simba tunaweza tukasema tunalaumu matukio ya shirikisho? Tunalaumu yale matukio kwa sababu yana VAR, akirudiwa unaona kabisa ilikuwa sahihi. Lakini ya matukio ya ya ligi kuu hauwezi kulaumu kwa sababu hakuna VAR. Unaweza ukasema kweli ilikuwa penalty. Je, ukipata picha mjongo utaamini kama kweli ilikuwa penalty? Kwa hiyo mimi siwezi kwenda na kauli za kishabiki. Mimi ninachojua klabu ya Simba leo imeshinda goli moja, imechukua pointi 3 muhimu. Tunasubiri michezo yetu mitatu tuondoke. Mauriana nao Jumamosi. Haina shida, sisi sikiliza. Hii Simba ilipofikia sasa hivi labda kama mjui. Kama unachunguza vizuri Simba Sports Club ilivyo, kila baada ya siku kila mchezaji anaingia kwenye fomu. Umemwona Mtale? Ndio mchezaji pekee ambaye tulikuwa tunamkataa. Alicheza mpira mkubwa juzi Zanzibari, kacheza mpira mpaka watu wote tukaanza kushangaa. Waarabu wenyewe hawaamini kilichotokea kuhusu Mtale. Na anadiriki kumkosoa hata kocha wetu kumtoa Mtale katika wakati kama ule pale kule Zanzibar, kwa sababu yeye ndio mchezaji pekee anadominate, si ndio? Kwa hiyo unapomwongelea Mtale unamwongelea mchezaji mkubwa. Unapoongelea Simba ndio timu kila baada ya kipindi inakuja ina perform na inakuja na mfumo mkubwa. Umeona sasa Simba inavyocheza? Simba inacheza inakuja na mpira kulingana na mechi husika. Tunaangalia hii mechi ina ukubwa gani na uzito gani. Hii mechi inaona kwetu si nyepesi. Yaani si maisha yetu hatulai tukaiwaza Singida. Nisikilize. Maisha yetu Simba Sports hatuwezi kuwaza timu yoyote ya ligi kuu. Kocha amesema Jumamosi hawezi kubali kufungwa. Yaani Jumamosi Watanzania waambie ndugu zenu, waambie rafiki zenu, Simba hatuogopi timu yoyote katika ardhi ya Tanzania. Yaani kama wanabisha au kama inawezekana wachukue Singida wachezaji 3, waite Yanga wachukue wachezaji 4, waende Tabora wachukue wachezaji 3, waunganishe nchi nzima. Waende kule Misri wamchukue kocha, waende wamlete yule refa Zanzibar, twende kwa Mkapa atoki. Yaani hii Simba ukisikia Simba mwendo kasi ndio hii hapa. Simba inapiga mpira transformation pass. Do you understand transformation pass? Ujue ndio mpira unaopigwa Simba sasa hivi. Na sisi Simba hawezi kututisha. Unajua kwa nini sasa hivi watu wanatukimbia mara tuchezi, mara sisi tukiangalia mechi tunacheza. Kadiri ya matukio yanavyozidi kuja wao ndio wanazidi kutuogopa. Sisi tumemaliza mechi. Wewe unajua zimebaki mechi ngapi kwenye ligi? Simba kabakisha mechi ngapi? Wewe una akili. Wewe bro Simba mechi ngapi imebakisha? 3. Kwa nini waandishi mna akili? Hapo mjengea kwenye mfumo. Ukimwona mwandishi wowote anakuambia bado mechi 2, huyo sio mwandishi. Anatakiwa aache kuleta kamera yake hapo. Anaingia katika mfumo wa Yanga. Yanga wanakuja kuwapotosha nyinyi. Wenye mamlaka kupanga ratiba ya ligi kuu ni bodi ya ligi, si ndio? Bodi ya ligi mpaka sasa hivi Simba kabakisha mechi 3, Yanga kabakisha mechi 3. Ukimuona mtu anakwambia bado mechi 2, huyo sio mwana michezo, sio mtu wa mpira. Nani kasema achezi? Mechi hiyo tayari ilishapita. Kwa mfumo upi? Kuleta timu na wao walete timu. Which is the program? Wasilete. Sikiliza. Yanga asipoleta timu, hawaikomoi Simba, hawaikomoi bodi ya ligi, wanamrahisishia Simba kuchukua ubingwa. Nisikilize. Yanga asipoleta timu, hawamkomoi Simba, hawaikomoi bodi ya ligi, wanamrahisishia Simba kuchukua ubingwa kirahisi. Pointi 3 za bure za mezani. Kama wataki, waambieni kwa kitu akijue.